mikono. Endelea piga usichoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine njema ambayo Mungu ameifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha nyote katika nyumba ya Mungu. Mungu Baba yetu wa mbinguni na pia Baba pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu kama vile nimesikia mtumishi wa Mungu akisema tulikuwa milimani. Na nashukuru Mungu kwa kipindi hicho ambacho tulikuwa nje, kilikuwa kipindi cha baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya mama wetu, Mama Pastor, Mama Region. Siku zote hutuambia ni vizuri kutembea, maana katika kutoka kuna kitu utajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya vijana wetu. Vijana wetu walipotoka wakaenda katika mafundisho, si walikuja wakiwa wamefurahi, walikuwa wamechangamka, walikuwa wametiwa motisha. Na katika kutembea kuna vitu vingi mtu hujifunza, si tu katika lile neno upeanwa pekee, hata katika mazingira tu. Kuna kitu utakiona kwa macho na Mungu atanena na wewe. Kuna kitu utasikia na kupitia kwa lile jambo utakalolisikia kuna ujumbe Mungu atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu anatenda kazi pamoja nasi. Nashukuru Mungu kwa kila amefunza vijana wetu, na imani neno hilo litadumu ndani mwao. Nami pia nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya wale tuliandamana nao. Ilikuwa ni safari ya baraka. Na ilianza tu siku ile tulikuwa tukienda. Hatukuwa pamoja na Mama Region katika ile gari tulikuwa ndani. Tulikuwa wamama na mwanaume mmoja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye alikuwa ni driver. Tulikuwa wamama na watoto. Zaidi ya niseme idadi yetu ilipita 40. Kwa sababu ukiweka mama wale tuliokuwa katika hiyo gari. Lakini kuna jambo ambalo liliguza moyo wangu katika hiyo safari kabla hata hatujafika katika mkutano. Tulienda katika hiyo mkutano tukiwa tayari tuko katika uwepo wa Mungu. Mimi katika safari zote nimewahi kutembea hata pamoja na watumishi wa Mungu, sijawahi ona ibada ikifanyika ndani ya gari wakati gari linatembea. Sio ibada ya mhubiri kufundisha, ibada ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo liliniguza. Tulienda tukiimba nyimbo za sifa. Tulisifu, tukasifu. Zilianza tu kama nyimbo za sifa kama vile watu tunasifu hapa kanisani. Tulienda tukisifu katika gari. Mmoja alikuwa anachukua anaenda na wimbo, mwingine anachukua anaenda. Tukaenda tukisifu. Mahali tulifika tukajikuta tumeingia katika nyimbo za ibada hata sikujua. Tulijikuta tunaabudu. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu huwa kila mahali. Mungu huambatana na wanaomtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtafuta Mungu, ukiwa mnyenyekevu, ukiwa na moyo uliojiachilia kwa Mungu, Mungu huambatana pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na sifa, tukakuwa na ibada na tukaingia katika maombi. Tuliingia katika maombi, hakuna mtu alifikiria tuko kwa gari. Tulikuwa tunaabudu, watu walikuwa wanaomba, tunakumbuka mkutano, tunakumbuka safari, tunakumbuka wale tumeacha. Tulikuwa kwa maombi kabisa, nikana kwamba tulikuwa kanisani. Na driver Mungu akampa neema. Hakuyumba hata kidogo. Alibaki focused. Bwana Yesu asifiwe. Gari letu lilienda salama na ibada ilikuwa ya kuguza kabisa. Hadi kiwango Mungu alishuka, watu walikuwa wanaenda wakiomba katika lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipofika katika huo mkutano nilikuwa tayari nimejazwa. Nikajiambia labda hii ndio sehemu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tulipopewa nafasi siku ya leo kwamba wale ambao tulienda katika mkutano
tutapeana kile tulikuja nacho. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huwezi peana kitu hauna. You can only give what you have. Sio? Kila ulipokea ndicho unapeana. Ndio maana nimeanza na huo ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho nilikipokea kwanza. Niliguzwa kiasi kwamba so I can worship God anywhere as long as I am led by His Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Naweza abudu Mungu mahali popote mradi tu nimesikia Roho wa Mungu akielekeza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu alipanga huo mkutano. Hakuna mtu alituambia mkienda safari muende mkisifu. Hakuna. Tukianza safari tulianza tu kwa kuomba, tukaambia Mungu tuongoze katika safari. We welcome the presence of God. Na katika kumwalika Roho wa Mungu alichukua hatamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tu niseme kwamba mkutano ulikuwa wa baraka na tulijifunza vitu vingi. Topics zilikuwa nyingi, haikukuwa topic moja. Japokuwa theme ilikuwa kuhusu vyombo vya dhamana, vessels of honor, ambayo ilipatikana kwa 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Ambao inaongea kuhusu nyumbani mwa Mungu havimo vyombo tu vya fedha na dhahabu, bali hata vya udongo na miti. Lakini mtu akijitakasa atafanyika chombo cha dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa theme. Hiyo ndio ilikuwa kiini ya kwamba sisi ni vyombo vya dhamana kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika nyumba ya Mungu wetu. Nyumbani mwa Mungu wetu sio tu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbani mwa Mungu wetu ni katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa wewe si mshirika wa mahali hapa, lakini wewe ni mshirika katika ufalme wa Mungu. Hii wewe ni mmoja wa nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka tu ujue kwamba wewe ni chombo na ni chombo cha dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema tulikuwa na topics nyingi. Tulifundishwa kuhusu uongozi, leadership. Tukafundishwa jinsi ya kudeal na crisis. Tukafundishwa jinsi ya kukaa na watu. A lot of things ambazo hatuwezi fundisha in one session. Lakini kuna kitu ambacho kama tu vile nilianza kwa kusema, hauwezi peana kile kitu hauna. Wakati Peter na Yohana walipita katika lango la hekalu wakapata kiwete ambaye alikaa mahali pale siku zote akiomba fedha. Si watu walikuwa wanampa fedha. Si alikuwa anapokea fedha, lakini hazikuwa zinamtosheleza. Kila siku alikuwa anarudi mahali pale anaomba fedha na watu waliendelea kumpa. Lakini Petro na Yohana walisema sisi hatuna hizo fedha, lakini kile tuko nacho ndicho tutakupa. Kwa jina la Yesu Kristo inuka na utembee. That is what that man needed. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yule kile alikuwa anahitaji haikuwa ni fedha, alikuwa anamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Yesu una kila kitu. Ukiwa na Yesu una fedha, una uzima. That man needed many things. Alikuwa anahitaji kutembea, alikuwa tuseme hali ambayo ilikuwa imemweka kwa kukua uwete ilikuwa ni ugonjwa. So alikuwa anahitaji uponyaji. Alikuwa anahitaji fedha kwa sababu alikaa mahali pale kusaidiwa fedha. Alikuwa anahitaji chakula. Lakini unaona hivi vitu vyote alipopokea Kristo akapewa muujiza katika jina la Yesu. Sidhani aliinuka tu na kutembea na kuenda kwa nyumba yake. Neno la Mungu linasema aliingia nyumbani mwa Mungu akirukaruka na kusifu. Bwana Yesu asifiwe. When you receive the Lord, you have received everything. You are able to, unaweza rukaruka, yani unabubujika kwa sababu huyu Mungu alijua nimewekwa uhuru. Sasa sitahitaji fedha tena, sitahitaji chakula cha kuombaomba tena, nitapata kwa sababu nimempata yeye ambaye anapeana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kuwahimiza kanisa la Mungu ya kwamba mimi nilicho nacho leo hii sio mafundisho tuliyotoka nayo kule. Ni mengi na tutajifunza. Lakini mimi nina Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. And that's what I'm presenting to you today. Many times nikisimama hapa kufundisha na kwanga nimeingia kwa maombi nikiuliza Mungu ninene nini mbele ya watoto wako. Na siku zote nikitembea naulizanga Mungu, ungependa nikiongea na mtu nimwambie nini? So mostly nakuanga nimepewa ujumbe, nakuanga nimepewa I've received something, kwa sababu unaongozwa kusoma kile kitu ambacho utafundisha, si ni kweli? Kabla ukuje kunena na watoto wa Mungu ama kati ya watu, so you prepare yourself, you search the scriptures. Kufundisha ikuangi rahisi. Wakati ambapo unaona mchungaji mahali hapa ama mtu yeyote ambaye usimama kufundisha, they research. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuanga wamefanya uchunguzi, wamesoma, wameomba, wamemwalika Mungu. But nilipokuwa nauliza Mungu, we learned a lot of things. Kati ya hivi vitu vyote ungependa niongee nini? It has been a hard week for me. Bwana Yesu asifiwe. Every time naanza kustudy juu ya hiyo kitu, I just feel dry. Bwana Yesu asifiwe. Kila nikiwaza juu ya huo ujumbe ambao ningetamani tuuongelee, ninahisi kama mtu mwenye amekauka, kisiwa kisicho na maji. Nilikuwa nahisi ugumu wa roho. Na nikaambia Kristo, hawa ni watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Umewanunua kwa thamani ya damu yako. Every person that has come in this church today, haukukuja kwa nguvu zako. Ni Mungu amekuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amenena na moyo wako, amuka enenda katika nyumba ya Mungu. Na akakutia nguvu ukatembea ukafika mahali hapa. So let him minister to you. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Yesu Kristo akuhudumie. Kwa sababu yeye ndiye anakujua kuliko mtu mwingine yeyote. Yeye ndiye anajua mioyo, yeye ndiye anajua mawazo, yeye ndiye anajua maisha ya kila mtu, na anajua ni nini unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, tuna ule kiwete ambaye nilisema alikuwa anaketi katika lango la hekalu akiwa na mahitaji. Mungu alikuwa anamuona na alijua ni nini huyu mtu anahitaji. Na kwa wakati mwafaka alijua atakipokea alichokuwa anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. So today I want you to receive Jesus. Bwana Yesu asifiwe. That's what I have in my heart. I have the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And this Jesus is so loving. Anatupenda. Biblia inasema alitupenda kabla hatujampenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani alitupenda tungali wenye dhambi. Maana hivyo ndivyo neno la Mungu linasema. Yesu alitupenda kabla sisi hatujampenda. Sisi tunasema tunampenda Yesu. Tunampenda kwa sababu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. You can only love someone that loves you. Yaani mtu akikuonyesha mapenzi, haya mapenzi yanakuvuta kwake. Unaanza hata wewe kumpenda kwa sababu amekuonyesha upendo. Ndio maana huwa tunahimizwa tuwapende wengine, so that love can draw them to us. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwapenda watu wengine, na wao wataonyesha upendo kwetu, watavutwa na huo upendo ambao tunawapenda nao. That's what the Lord Jesus did. He loved us. Alitupenda na upendo ambao ni wa kipekee, ambao hatukuwa tumemfanyia kitu kizuri. Alitupenda tulivyokuwa wenye dhambi, hivyo ndivyo alitupenda, na hivyo ndivyo ametupokea. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, nirudi kwa hiyo theme ambayo tulikuwa nayo, na kwamba ikiwa mtu atajitakasa, hiyo verse 21, nitaomba tusomewe hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 21. Timotheo wa pili 2:21. Nasoma kwa imani. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema.
Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ikiwa mtu atajitakasa na kujitenga na hao. Bwana Yesu asifiwe. Tunajitakasa aje? Tusome Romans chapter 12. Romans 12, 1 and 2. Ni Warumi 12:1 inasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa anaongea na Warumi akiwaambia, anawasihi. Yaani unaona, ukisihi mtu ni kama you really want that person afanye hicho kitu unataka, si ni kweli? Paulo alikuwa anaongea na Warumi, ambao pia ni neno ambalo ni letu pia sisi kwa sasa, ya kwamba tujitoe miili yetu dhabihu kwa Mungu, dhabihu iliyo hai kwa Mungu, na kwamba tuzifanye upya mawazo yetu kwa kugeuzwa, si kama vile mawazo ya kidunia, bali kwa kufanywa upya na uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. The only way we can sanctify ourselves ni wakati ambapo tunajua tumezungukwa na mashahidi, watu wanaotutazama, ya kwamba njia zetu zinafaa kuambatana na njia za Mungu. It starts with our mind. Biblia inasema mkigeuzwa mawazo yenu. Yaani sasa si kama vile dunia inavyowaza, tunaanza kuwaza kama vile Mungu anavyopenda tuwaze. Na tunaweza waza tu kama Mungu anavyotaka tuwaze, tukimjua Mungu na tukiwa na ushirika na Roho Mtakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho wa Mungu huongoza watu wa Mungu kufanya mapenzi ya Mungu. Hatuwezi kuyafanya mapenzi ya Mungu pasipo kuelekezwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana hatuyajui mapenzi ya Mungu. Lakini tukisikiza kutoka kwa Roho wake, kwa sababu Roho wa Mungu hunena na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu waliookoka ambao hunenewa na Roho Mtakatifu. Kila mtu aliye hai, Roho wa Mungu huzunguka, na Roho wa Mungu hushawishi watu. You may be living a sinful life. Kuna kitu ndani mwako Mungu amekiweka ambacho kinawasiliana na yeye, ambayo ni roho yako. Utasikia dhamiri ikinena na wewe, hili jambo si halifai. Bwana Yesu asifiwe. It is the Spirit of God that is speaking to you that this thing is not right. Hili jambo halistahili. Kwa hivyo kila mmoja wetu, hakuna anayeweza kusema hakuisikia sauti ya Mungu, kwa sababu ndani mwetu kumewekwa kiu ambacho kinatuwezesha kuwasiliana na Mungu. Na Roho wa Mungu hunenea roho zetu, hutuonya na maovu. Biblia inasema, Yesu alipokuwa anaongea kuhusu Roho Mtakatifu atakayekuja, anasema atauonya ulimwengu na dhambi zake. Kumaanisha kwamba ikiwa haujawahi kumjua Mungu, the Spirit of God will always speak to you. You will always feel that thing in your heart, ya kwamba sitembei vizuri. Ndio maana mtu ambaye hajaokoka anajiwaga tu hajaokoka. Si ni kweli? Ni nini humwambia yeye hajaokoka? Ama ni nini humsaidia kujua kwamba yeye ni tofauti na wanaomjua Mungu? It is that same Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa kuwaambia hivi: wacheni tuisikize sauti ya Roho Mtakatifu, ambayo hubadilisha mawazo yetu, hubadilisha kufikiria kwetu na kuambatanisha maisha yetu na njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimsikia, Biblia inasema kwa Wagalatia 5:16, tukienenda katika Roho hatutazitimiza sheria za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha kwamba if you allow the Spirit of God to direct your life, hautaelekezwa na mwili, hautaelekezwa na mawazo yako,
kwa sababu umemruhusu Roho wa Mungu. Nilianza kwa kutoa ushuhuda kusema kwamba tukiwa katika gari, Roho wa Mungu alinena ndani ya mmoja wetu, anza kusifu. Na akaanza tu kuimba. He knew what he wanted. Alijua kupitia kwa ushirika huu, kupitia kwa ibada mahali hapa nitatukuka, na mahali pale penye wanaenda nguvu zangu zitashuka mahali pale. Most probably maombi tuliyoomba katika lile gari ndiyo yalifanya kazi kubwa katika huo mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio maana ninakuomba kama vile Paulo alisema, wacheni tumsikize Roho Mtakatifu wa Mungu. Yeye hunena nasi kila mara na kila wakati. Yeye mshawishi roho zetu kama hatumjui. Kila siku yeye huwa anakukumbusha, wewe haujanijua, wewe haunijui. Ukiwa peke yako, ukiwa tu peke yako katika njia zako na mawazo yako, kuna sauti hunena ndani yako ya kwamba wewe si wa Mungu. Hiyo sauti ambayo hunena ndani yako, it is drawing you. Bwana Yesu asifiwe. Inakuvuta mpaka siku ile, it is beckoning. Unajua kubekwa ni kufanyia hivi mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuitana. Yaani huyu mtu ako mbali lakini ananiona. So I'm beckoning. I'm doing like this. Bwana Yesu asifiwe. When the Bible says the Spirit of God beckons us, hutuita, hutupa mwaliko. Ni hadi tutakaposikia na tutii. Bwana Yesu asifiwe. Juu nikikuita, hata nitaje jina lako na nikuite, hata nisipotamka nifanye tu hivi mkono, utajua ninakuita. Lakini usipoamua kuja kwangu, hautakuja, si ni kweli? Utabaki mahali pale huko. Kwa hivyo kila mara Roho wa Mungu hutufanyia hivi, hutupa mwaliko. Na huo mwaliko anataka tusikie, tukaribie, tujue anataka kunena nasi nini. Bwana Yesu asifiwe. When you draw closer, the Lord will speak to you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atanena na wewe kile anataka. So how do we sanctify ourselves? It is by obeying. Bwana Yesu asifiwe. Tunajitakasa aje? Ni kwa kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara ukisikia sauti ndani yako inanena jambo, inanena kitu kwa moyo wako, inakuvuta, inakusongeza karibu na Mungu, kuna tu kitu kimoja pekee ambacho kinaweza kukusaidia kujua na kutenda mapenzi ya Mungu: kutii. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote Mungu hunena na sisi kwa kila kitu na kwa kila hali na kwa kila njia. Mungu huwa ananena na sisi, na hatuwezi kusema, hakuna mtu anaweza kusema hajawahi sikia sauti ya Mungu. Kuna kuanga na sauti ndani yako. Sometimes unakuta unataka kufanya jambo na sauti nyingine inakwambia pana, hili jambo usilifanye. Unashindana na sauti mbili. Ukiwa una Roho Mtakatifu wa Mungu ndani mwako, atakuelekeza katika jambo lililo sawa, lakini hata kulazimisha. Amekupa uwezo wa kuchagua. Nilikuwa nikijifunza kuhusu neno upendo. Kwa maana tunasema Mungu alitupenda ni kwa sababu alitupa choice. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitupa uwezo wa kuchagua. Hakutaka kwa sababu anatupenda atulazimishe tuende kwake. He gave us choice. It's like wale ambao tumeolewa. Ulichagua mwanaume mmoja, ama kama wewe ni mume ulichagua mke. There were many other girls, sindio? Lakini ulichagua mmoja. That was love. Yani love gives you a choice. Suppose ningekuwa ni mimi ni mwanamke peke yangu duniani, na mume wangu aliponichagua angesema sikukuwa na choice, nilikuwa tu na huyu. Sasa it would be love, si kweli? But because there were many other girls, now aliponiona, love drew him. Ilimvuta, akavutiwa na mimi. So akanipenda mimi miongoni mwa wengi. That's how God is. Hivyo ndivyo Mungu alitupenda, akatupa uwezo wa kumchagua. Hakutaka kulazimisha upendo wake kwetu, but he loves us. If we choose him, tutaenda upande wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa tu kuwahimiza kanisa la Kristo ya kwamba Mungu anatupenda, na kwa ajili ya huo upendo siku zote yeye hunena na roho zetu, hutuelekeza. Ametupa uwezo wa kuchagua kuambatana na yeye ama kumkataa. So ukimchagua,
mtashirikiana, mtatembea na yeye, atatenda mema, atatenda miujiza, atatenda baraka, atakuinua kwa sababu umemchagua. Lakini ukikataa, atabaki pale akikungoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa tu kuwahimiza ya kwamba tumsikize Roho Mtakatifu wa Mungu. Yeye hunena nasi siku zote. Na huyu Roho, wacha niongee kidogo kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ako kwa kila mtu. Na Roho Mtakatifu anajidhihirisha individually kwa mtu ambaye anaomba ujazo. You see, the Spirit of God is God. God has power. Mungu ako na uwezo, si ndio? Mungu ako na nguvu. Huyu Mungu ukimwendea kibinafsi, umwambie Mungu, nataka uingie ndani mwangu. It is the Spirit of God that will fill you. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wa Mungu atakujaza. And when the Spirit of God is in you, atakuelekeza katika njia za Mungu. The Spirit of God is the Spirit of power. Atakuja kwako na nguvu. Ataempower maombi yako, atakuempower kulisoma neno. Kuna watu husema, mimi hata sisikiangi nikiwa na hamu ya kusoma neno. Have you invited the Spirit of God? Kama hujampa mwaliko, utabaki hauna hiyo hamu. But when he is in you, atakukumbusha neno la Mungu linasema hivi, litafute hilo neno. Atakusaidia kulitafuta neno. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kukusaidia kulitafuta neno, atakusaidia katika maombi. He will empower your prayers. Umewahi ona watu ambao huomba mpaka wanaingia katika lugha mpya? It means the power of God, the power of the Spirit of God in them. Anaomba sasa, si wao wanaomba tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, kama maombi yetu yanakaanga, yamekauka, yanakaa hayana nguvu, if we allow the Spirit of God to fill us, he will empower our prayers. Bwana Yesu asifiwe. And when the Spirit of God is leading our prayers, God speaks. There was a time niliwahi shuhudia mahali hapa, na nataka kurudia huo ushuhuda. Na kwamba kuna wakati nilikuwa katika maombi, nikiita jina la Mungu kwa bidii, na sikuwa najiombea. Nilikuwa nimeambia Mungu, nataka ujidhihirishe na udhihirishe nguvu zako na mkono wako juu ya kazi yako. I knew vile neno la Mungu linasema ya kwamba kila amwendeaye Mungu, hiyo iko kwa Hebrews chapter sijui ni 6:11 ama ni 11:6, ya kwamba kila amwendeaye Mungu lazima kwanza aamini kwamba yuko. Si ni kweli? Pasipo imani ni vigumu kumpendeza Mungu. That verse says like that. Hebu tuisome Hebrews chapter 6 verse 11 or 11:6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu mwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye yupo, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema pasipo imani. So we have first to do what? Believe, uamini. Pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kwanza kabisa Biblia inasema lazima kwanza uamini kwamba Mungu yuko. Si ndio? Ukiamini Mungu yuko, hapo ndio tunaanza. Hiyo ni imani. Na kwa sababu umeamini yuko, the next thing ni Mungu atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. God will reveal himself kwa sababu umemwamini. Nao atakuprovia kwamba mimi niko. Maana pasipo imani ni vigumu kumpendeza Mungu. Ukiamini yuko, atajidhihirisha na atajifunua kwako. Utaanza kumuona God being real kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nikataka kusema huo ushuhuda ya kwamba nilipokuwa naambia Mungu adhihirishe mkono wake juu ya kazi yake, nilikuwa naomba juu ya shirika mbalimbali, mikutano mbalimbali ambayo
kunafanyika crusade, nilikuwa tunaomba tu maombi, nikiambia Roho wa Mungu niongoze katika maombi ya kukumbuka kazi ya Mungu. Na nilipokuwa naomba nikikumbuka kazi ya Mungu, I was impressed, but I saw a vision of myself praying. Na nikawa najiona kama, nahisi kama, unaona kama pamba ama fedha, kitu kikiwa chepesi kabisa kinapelekwa na upepo. Hivyo ndivyo nilijihisi nikiwa katika hayo maombi. I was deep in prayers, praying God to release his hand over his work. Na nikiwa naomba nikahisi ni kama nimekuwa kitu chepesi sana katika hayo maombi. Yani nilikuwa naona ni kama niko hewani, siko tena mahali nimepiga magoti. Then nikiomba, nikiingia deep katika maombi, nikainua macho yangu juu, kwa sababu unaona ukiwa kitu nyepesi unasukumwa na upepo. I felt like kuna kitu inanisukuma. So yani kuna force inanisukuma. So kwa mawazo yangu nikajiambia niaone ni nini inanisukuma. Then when I lifted my eyes up, I saw a little hand, mkono wa ukweli, kwanza hapa katikati umeinuliwa juu hivi. Na ilikaa ni kama umbrella, yani mahali penye nilikuwa sasa, it was in a vision, remember. Nilikuwa ninaona ni kama sasa paa ya hiyo jengo lenye ninaomba nikiwa ndani ni mkono. It was just a hand raised over me. Na nilipoona, kwa sababu sikuwa natarajia kitu kama hiyo, when I lifted my eyes na nikaona mkono, nilirudi katika mwili, nikashtuka. Nilishtuka kwa sababu I wasn't imagining God has a mkono. Bwana Yesu asifiwe. Ilinishtua kwa sababu sikujua Mungu tunavyomuita na tunavyomtafuta na tunavyomhitaji kumuona, hivyo ndivyo atajidhihirisha kwetu. Sikuwa nafikiria kitu kama hiyo. So in that day I saw a hand of God. Bwana Yesu asifiwe. Na sisemi ushuhuda kujisifia kitu ama I don't know what to say, but hii ni ushuhuda ya kukuambia kwamba God is real. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa ukweli. Na Biblia imesema ukimwamini kwamba yuko, huwatuza wamtafutao. Bwana Yesu asifiwe. He is a rewarder. And how does God reward? By revealing himself. Si ni kweli? Ukimtafuta Mungu, unataka ajidhihirishe kwako, atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Leo tu nitatoa ushuhuda. Tulipokuwa tunarudi kutoka katika huo mkutano, nilikuwa nimebarikiwa nikitoka katika huo mkutano. Na nilipokuwa tukirudi tukiwa katika gari, I had an attack. Nilikuwa mgonjwa, nilisikia kama roho yangu inataka kutoka. Na ajabu ni kwamba pia tukiwa katika huo mkutano, pia tukiwa katika gari tukirudi, pia tulikuwa na sifa tena. I think Mungu alikuwa anataka wamama wa Nairobi, region yetu ya Nairobi, imtukuze Mungu. Kwanza imuite Mungu, then imrudi mtukuze Mungu kwa kile amefanya. So when we were coming back, tulikuwa pia tuingia pia katika sifa na ibada tena. Na pia mmoja wetu tena alianza na tukaingia katika ibada na tukaanza kuomba. But nilishindwa kuomba. Nilikuwa na uchungu mkali, tumbo ilikuwa inaniuma vibaya. Nikashindwa kuelewa ni nini imefanyika, tumbo inaniuma. Nilikuwa nasikia kama ninapoteza hewa, nashindwa kupumua, nguvu zimeniishia katika mwili wote. Hata nilishindwa kuongea. Nilikuwa natamani nipaze sauti, niambie driver asimamishe gari, kwa sababu vile nasikia naona kama roho yangu inataka kutoka. Nikashindwa hata kutoa sauti. Nilikuwa nasikia vibaya kabisa, ilikuwa tu ni anataka. Hata wakati wenzangu walikuwa wanasifu wakiomba, believe me, sikufanya hilo jambo. Nilikuwa katika uchungu mkali. Nikashindwa kuelewa nini inafanyika. Na tulikuwa tumekaa na jirani yangu kwa hiyo gari. Hatukukuwa karibu na Mama Juni. Mama Juni alikuwa mbali kidogo na mimi. Lakini tukitoka nilikuwa nimemwambia sitiki vizuri. Tukitoka nilikuwa nimemwambia Mama Juni, hata akanisaidia. Sasa tukiwa katika gari, mwenzangu aliona hali nilikuwa naye. Yeye ndiye aliitana, alipaza sauti. Na sasa tuko mahali penye gari haiwezi simama, ni kichakani. Mahali penye tumefika sasa kwa highway. Huku ni miti, hakuna building around. Lakini ninasikia ni kama gari isiposimama nipate fresh air, ni kama nitakufa. Sasa mwenzangu alikuwa ananiona katika hiyo hali, anaona hapana, akashtuka, akapaza sauti, akasema hapana, lazima tu gari isimame.
And believe me, driver alisimamisha gari. Tulisimama, sinikuwa ni mama. Gari ilisimama, watu wakaenda kujisaidia. Nikatoka nje. Nikapata fresh air, nikasikia sasa nguvu zimeanza kunirudia. Nikarudi kwa gari. Tuliporudi, it was on a Friday evening, kukikucha Saturday. Saturday, the whole of Saturday, something happened to me. Nilikuwa nasikia vibaya kiasi kwamba nilikuwa naenda haja ya damu. Kitu ambacho sijawahi experience katika maisha yangu. So I got scared, nikashindwa ni nini inaweza kuwa inafanyika kwa mwili wangu. Shetani akaanza kunihubiria vitu mbaya. I told God, no, sikubali. Sunday nilikuja hapa mkutano. I shared with a few people wenye walikuwa hapa ya kwamba nimekuwa na experience mbaya mpaka hata mimi mwenyewe sijielewi. But ungeona tu niko sawa. Marafiki zangu walinihimiza niende kwa daktari. It was on a Sunday. Mama Juni aliniambia wenda kwa Kanzo wakusaidie. Lakini yenda kesho kwa sababu wanawaka Monday to Friday. Nikamwambia nitafanya hivyo. But that Sunday nilikuwa nasikia vibaya. Nikaambia Mungu, between now na kesho ndio niende hospitali, I want a miracle. Nilikuwa nikienda haja naenda damu. Nikafikiria ni chakula tumekula kule, lakini tumbo yangu ilikuwa inakaa kama ni kidonda. Yaani hata nikishika na hata nguo ikiniguza nasikia ni kama inaguza kidonda. Yaani ninapokiguza kidonda vile ni chungu. Nilikuwa nasikia hivyo. But sikuonyesha, nilikuwa najikaza kabisa. Sasa hiyo Sunday nikaambia Mungu, God, you are faithful. I need a miracle. This one I'm not accepting kile shetani ananiambia. Nilianza kufikiria vitu vibaya. Nikasema sikubali. Na hiyo Sunday, it is the day I received my miracle. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokea uponyaji. Sikuenda haja. Kesho Monday ilipofika, nikaenda haja, normal haja. Uchungu ikaisha, tumbo ikaanza kutulia tu polepole na ikaisha na kufikia saa hii niko sawa, niko mzima kabisa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya huo muujiza. So nilikuwa namaanisha hivi, unapotembea na Mungu, vile unatembea na Mungu, that's how you will experience God. Hivyo ndivyo utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua Mungu ni Mungu aliye hai na ana uwezo, ukistand on his word na umwambie Mungu, I want this miracle because it is your word, because you walk with God, Mungu atakutimizia. Bwana Yesu asifiwe. So mimi Mungu alijibu maombi yangu, na nasema huu ushuhuda kuwahimiza watoto wa Mungu ya kwamba our God is real. Mungu wetu ni Mungu wa kweli na ni Mungu ako hai. If you really want to see God, kuna wakati mimi nilikuwa namwamini Mungu kwa kubahatisha. Nilikuwa najua tu watu usema Mungu wako, wacha tuende hii na hiyo, tujue tu Mungu wako. But it was until I started experiencing God for myself. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza kukutana na Mungu mimi mwenyewe. Nilijiambia, kuna siku moja ndugu Philip aliwahi nipa ushuhuda akisema kuna siku aliambia Mungu, kama kweli Mungu uko, nataka ujidhihirishe kwa jambo fulani, na Mungu akajidhihirisha. Hivyo ndivyo Mungu wetu hufanya kazi na sisi. Ukiwa umemwamini na unasema kwa hakika Mungu, kama tu vile unasema kwa neno lako, kama hili neno ni neno lako na hivyo ndivyo unasema, mimi ninakuamini, not for selfish gain. Unataka kumexperience Mungu, utamuona Mungu kwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Biblia inasema he is almighty, ni mkuu, but on the other hand amechagua kushiriki na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu amechagua kukuwa na ushirika na watu wake. Ndio maana ametupa Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu anadumu ndani mwetu. Roho Mtakatifu akiwa ndani mwetu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And we can put him to test. Tunaweza kumjaribu. Unaweza ambia Mungu, nataka kukuona kwa njia hii, na mimi ninajua uko. Kumbuka neno nimesema kwanza nini? Uamini kwamba yuko. Amini kwamba Mungu wewe unasema upo. Na kwa sababu upo, start there. Amini kwamba yuko. Na umwambie, na kwa sababu uko, nataka kukuona kwa njia ambayo umekusudia nikuone ndani. Mungu atajidhihirisha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu amechagua kujifunua kwa wanaomtafuta. Amechagua kutembea na wanaotembea pamoja na yeye. Amechagua kushiriki
mambo yako yote, pamoja na wewe ambaye umechagua kushiriki na yeye. Ametupa mwaliko kama tu vile nimesema, siku zote anatualika, anatuambia nikaribisheni. Na Mungu ni Mungu, Biblia inasema Mungu ni roho. He doesn't have a body, but he will take ile mwili ambao anataka kukua nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati Musa alikuwa anajifunua kwa Musa kwa kichaka ambayo ilikuwa inatoka moto, na akanena na Musa akamwambia, na kutuma kwa Misri kwenda kukomboa watu wangu. Musa akamwambia, nitasema wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwambia, nenda ukamwambie mimi ndiye, yani I am. In other words, anaweza chukua umbo lolote. Yeye ni yeye. Oh, if you want him this way, he will appear that way. Yani vile unavyomhitaji ndivyo atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Our God is I am. I am this, I am that, I am this. Mimi ni uponyaji, mimi ni afya, mimi ni fedha, mimi. Unamtaka kwa jambo gani? That thing unamtaka nayo ndiyo atajidhihirisha kwako nayo. Bwana Yesu asifiwe. If you need protection, God is a protector. Bwana Yesu asifiwe. Uko katika uhitaji wa ulinzi, umezungukwa na maadui, na unamtaka Mungu, atajidhihirisha sawa na vile unavyomhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hujifunua kwetu. Mungu wetu hujidhihirisha kwa wote wanaomtafuta, wakimaanisha kwanza anza na kwa kuamini Mungu yuko. Nimemwambia mimi kuna wakati nilijua tu Mungu wako kwa sababu watu walisema Mungu yuko. Lakini nilipoamua sasa nataka kujua kweli huyu Mungu ako ama ni kusema tu watu husema. And I told myself, God, if you really are there, I want to know you. Safari ya kumjua Mungu huanza na imani. Na unapoamini, nataka kumuona Mungu, Mungu atajifunua kwako siku kwa nyingine. Hatuwezi kummaliza Mungu. We cannot comprehend God. Yeye ni mkuu, Biblia inasema yeye ni mkuu. Lakini hatua kwa hatua Mungu hujifunua kwetu, hujidhihirisha kwetu kutegemea na vile tunatembea na yeye. Ukichagua kutembea na Mungu, ukichagua kumjua Mungu, amini usiamini, Mungu atajifunua kwako. Atakuwa anajifunua kwa jambo moja na lingine. Labda unamwaminia kwa ajili ya watoto wako. That is how he will appear to you. Atakuja kupitia kwa watoto wako. Kama unamwaminia kwa ajili ya afya, unajua kabisa Mungu uko na unaambia Mungu, kwa sababu neno lako linasema hivi na hivi, nataka ujidhihirishe kwangu kupitia kwa uponyaji. Mungu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kiu gani uko nayo kwa Mungu? Ni tamanio gani uko nalo mbele za Mungu? Mungu hatakupa kama hauamini yuko. Anza pale. Hatakupa hata uombe namna gani, hata upige kelele namna gani. Kama haujaamini kwamba Mungu yuko, hatajifunua kwako. Atakutendea tu kwa sababu umejua yuko. God wants a heart that is yielded. Bwana Yesu asifiwe. Moyo uliojitoa kikamilifu. Mungu hataki partiality, yani unajaribu tu, unaamini tu vile nimesema nilikuwa naamini. I never experienced God those days. It was until I believed kwamba Mungu yuko na nikaambia Mungu, I know you are there. Mchungaji huwa anatuambia God is there. Hiyo ndio neno mimi namshikanga nalo. Siku zote mchungaji anasemanga God is there. In other words, kwa sababu Mungu uko, sasa jifunue. Bwana Yesu asifiwe. Amini yuko. Na kwa sababu umejua ako, now tell him, I want you to reveal yourself to me. Mungu atajifunua kwako, atatembea na wewe sawa tu na vile umempa mwaliko wa kutembea na kushiriki pamoja nawe. Biblia inasema Mungu ni pendo. He loves us. Hata puuza hiyo kiu na tamaa iko kwa moyo wako, kwa sababu unaitaka kwa moyo uliojitoa na moyo ulio tayari kupokea kutoka kwake. Mungu atajifunua kwako, atajidhihirisha. Ningependa tu niseme, kati yetu kuna watu tunamjua Mungu na tunajua ako. Ni nini hicho ungetamani Mungu akuonekanie? Akuonekanie tu, akutendee kwa sababu unajua Mungu wako. Raise your faith today. Inua tu kiwango cha imani yako siku ya leo.
na utarajie. Nimewapa ushuhuda vile Mungu aliniguza. Kusema kweli nilikuwa nimeshtuka. Sikuenda haja mara moja ama mbili ama tatu ya damu. Nilikuwa every time nakimbia kwa choo ninatoa haja ya damu peke yake. And I told God, no God, I'm not ready for this. Na Mungu aliniguza na nimetoa ushuhuda nikimuogopa Mungu, nimesimama mbele ya watoto wake ya kwamba Mungu aliniponya. So ningependa tu kusema kwamba amini Mungu wako. Ukishaamini Mungu wako, ni nini hicho unatamani kutoka kwake? Muende kwa imani. Amini na muite kwa ujasiri ya kwamba Mungu uko. Hiyo sina shaka uko. Nataka tu ujidhihirishe and God will reveal himself to you. Or maybe haujamjua. Umemuamini tu vile mimi nimesema nilikuwa namuamini. Yaani kikawaida tu juu watu usema Mungu wako. Si uchukue tu nafasi siku moja useme mimi nataka nimjue Mungu kwa kumpa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe haujaokoka. Haujaamini Yesu, haujamuamini Mungu, haujampa maisha yako, haujakiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Biblia inasema wokovu ni binafsi. It's personal salvation. My Lord is my personal savior. Alikuja kuokoa ulimwengu wote, but Biblia inasema yeyote yule, whoever shall believe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla haujachukua hatua ya kuamini na kumwambia nataka uingie katika maisha yangu na unitawale, unielekeze, uniongoze, hata ingia, hata jilazimisha. He's a loving God. He will only come kwa sababu umempa mwaliko aingie katika maisha yako. So maybe wewe umekuwa tu ukijua Mungu wako tu kwa kusikia, but ungetamani kuwa na ushirika wa karibu na Mungu. Mkiri, amini katika moyo wako na ukiri na umpokee Yesu katika moyo wako. Okoka. Biblia inasema siku ya wokovu ni leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila siku Mungu anakuanga ametupa mlango ambao uko wazi kwamba tunaweza kuingia na tukakuja kwake. So maybe if you don't know the Lord as your personal savior, there is still chance. Usiogope. Shetani huambia mtu watashangaa ama wataniona aje. Usiwahi ogopa. Wokovu tumepewa kila mmoja wetu ambaye angependa kuupokea. Ukiukubali, Yesu ataingia katika moyo wako na atakufanya kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, tumaini mmebarikiwa na shuhuda wangu. Bwana ushuhuda. Mungu wetu wa mbinguni awabariki.